Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, nina kila sababu ya kukushukuru Baba uliye sirini. Ninasema asante kwa ajili ya kibali, asante kwa ajili ya fursa hii, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya ulinzi, hata na kutukusanya tena mahali hapa Yesu. Ninakushukuru Baba hata kwa ajili ya siku ya leo, ninakushukuru kwa maisha yangu, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya kusanyiko la wale watazamaji wote wa Gideon Online TV. Ninakushukuru Mungu wa majeshi kwa sababu wewe ndiwe mwema, ndiwe mtakatifu, ndiwe kiongozi. Hata sisi kuwa hapa si kwa akili zetu, bali ni kwa neema yako tu Bwana. Basi siku hii ya leo Baba, ninasema asante kwa sababu ninakwenda kutiisha kila roho iliyo kinyume na mpango wa Mungu mahali hapa, inayotawala fahamu, akili na maisha yetu, ili tusiweze kusikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi. Karibu Roho Mtakatifu, mwalimu mwaminifu, karibu kiongozi wetu mwema, unayetuongoza, unayetusaidia kusema yale ambayo yanakupendeza kusema wewe Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu tena. Asante Yesu. Basi hapa ndio huduma ya maombi na maombezi ya Mlima Moria ambayo iko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Ninakushukuru pia kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya ulinzi wake, kwa ajili ya uzima wake, kwa ajili ya familia yake na utume mwema ulioweka ndani yake wa kuweza kutuhudumia na kutuongoza katika njia ya kuja kwako. Ninakushukuru Mungu wangu. Ninapenda kuwajulisha wale watazamaji wa Gideon Online TV, kila siku kuanzia saa 12:30 tunayo huduma ya Morning Glory ambayo inaisha saa 1:30. Pia kila siku za Jumatano, Ijumaa na Jumapili tuna huduma ya maombi na maombezi katika kituo chetu hiki. Huduma hizo zinaanza siku ya Jumatano inaanza saa 7 mpaka saa 11:30. Na Ijumaa vile vile, isipokuwa Jumapili huduma inaanza saa 6 kamili mpaka saa 11 kamili. Ninawakaribisha wageni na hata wale wenyeji, karibuni sana. Tuone matendo makuu ya Mungu wetu mahali hapa. Basi tuende moja kwa moja ndugu mtazamaji, pasipo kupoteza wakati. Leo tunajifunza neno la Mungu kutoka katika maandiko ya Mungu. Kichwa cha habari cha neno letu la Mungu leo kinasema kwamba kushukuru Mungu, shukrani inaleta thawabu. Kushukuru kunaleta thawabu. Kushukuru Mungu maana yake ndugu mtazamaji ni kumshukuru Mungu au mtu kabla au baada ya kutendewa. Ni kutambua ukubwa wa lile tendo alilokutendea. Ni kurudisha fadhila kabla na baada ya kutendewa. Basi tunamshukuruje Mungu sasa? Tunatakiwa tumshukuru Mungu kabla na baada ya kutendewa. Haijalishi uliotendewa kama ni mazuri au ni mabaya, kama ni ya uchungu, kama ni ya furaha, kama ni ya faraja, lakini unatakiwa kumshukuru Mungu kwa yale aliyokutendea. Unapomshukuru Mungu kwa yale aliyokutendea, na yeye anaachilia thawabu kwako, anaachilia zawadi kwako. Maana thawabu ni tunu, ni zawadi aitoa Mungu kwa mwanadamu kutupitia matendo yake. Ikiwa unamtendea Mungu vema, basi atakupa thawabu ambayo atajibu maombi yako, atakuongeza pale ambapo hukuweza kuomba, kwa sababu kawaida hatuwezi kuomba yote tunayohitaji, bali Roho Mtakatifu hutusaidia. Basi mtu wa Mungu, naomba ufungue Biblia yako na diary yako, tuangalie maneno ya Mungu. Mungu anatuambia nini kuhusu kushukuru? Kushukuru kwa mpasa kila mwanadamu. Kushukuru, na unatakiwa kushukuru kwa yale uliyotendewa, kushukuru kwa maneno, kushukuru kwa kumsifu, kushukuru kwa kumtukuza, kushukuru hata kwa ajili ya yale magumu unayotendewa. Kushukuru kwa sadaka zako, kumshukuru Mungu kwa muda wako, kumshukuru Mungu kwa matendo yako mema unayomtendea Mungu. Huwezi kusema unampenda Mungu kama humshukuru, na huwezi kumshukuru kama wewe unakwenda nje ya matendo yake na sheria zake. Huwezi kusema unamshukuru Mungu au unampenda Mungu ili hali wewe ni mwizi, ili hali wewe ni msengenyaji, ili hali wewe unapotosha watu wa Mungu wasilisikie neno la Mungu, alafu unasema nampenda Mungu, ninamshukuru Mungu. Si kweli mtu wa Mungu. Na ile zawadi na ile tunu ya pekee anayoiachilia ambayo ni thawabu, hutaiona.
na matokeo yake utaendelea kuteseka tu hapa duniani, na ukilalamika na kumlaumu na kumshutumu, kwa nini mimi, kwa nini mimi? Ndio mtu wa Mungu mpaka hapo tunatuambia kwamba tumshukuru Mungu kwa kila jambo, tumshukuru Mungu kwa matendo mema, ili hata pale tunapotenda yale mabaya turudi sasa tutende mema ili tupate thawabu kutoka kwa Mungu. Tuangalie neno la Mungu linatuambia nini kuhusu kushukuru. Tuangalie Zaburi ya 50 mstari wa 23. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye utengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Kumbe basi mtu wa Mungu, atoaye dhabihu za kushukuru. Nimesema tena mwanzo kwamba dhabihu ya kushukuru si lazima tu utoe fedha, utoe ng'ombe, utoe mbuzi. Hapana. Dhabihu ya kushukuru hata kwa maneno, kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu na kutambua matendo makuu anayokutendea. Kuyatambua ni kuamini kwamba ni kweli mimi hapa napumua kwa ajili ya Mungu, mimi hapa naishi kwa ajili ya Mungu, watoto wangu wanaishi kwa ajili ya Mungu, hata nguvu nilizonazo ni kwa ajili ya Mungu. Na hata unapopata mabaya, yamkini ni msiba, yamkini ni ajali, yamkini ni ufukara, yamkini ni ajali au ni umaskini, unapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu jambo lolote linalotokea Mungu ana sababu nalo. Ana sababu kwamba anaweza kukuondolea jirani au mtu wa karibu ambaye alikuwa ni msaada wako. Lakini anapoondoka, anahama mazingira au anahama kabisa katika ulimwengu huu, unalalamika, unamlalamikia Mungu, ili hali Mungu alijua ni mtesi wako wa siri. Hata kama ni ndugu, hata kama ni jamaa, hata kama ni baba, hata kama ni mama, lakini ni mtesi wako wa siri. Na kama ni mtesi wako wa siri, basi Mungu hawezi kukuonyesha, maana utaamini na utaacha kuamini, utaleta vurugu katika familia. Basi anamuondoa mtu yule. Ndio maana naambiwa shukuru kabla na shukuru na baada ya kutendewa. Haya yote yanampendeza Mungu, na anasema atoe dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Unapomshukuru kabla hajakutendea au baada ya kukutendea, basi wewe ndio unayemtukuza. Kwa sababu huwezi kushukuru kwa mabaya, huwezi kushukuru kwa kukasirika. Lazima mtu anaposhukuru anashukuru kwa kufuraha. Hata kama limetokea baya, hata kama limetokea zito, hata kama limetokea gumu usiloliweza wewe, unamshukuru Mungu tu. Unamwambia Mungu ninakushukuru. Kama ulikuwa na tabia kutoa fungu la 10, endelea kutoa. Kama ulikuwa na tabia umejiwekea azima kwamba lazima nitamtolea Mungu sadaka nadhiri yako, endelea kutoa. Na lile lililotokea litolee sadaka pia, liteke, kwa maana lazima lina thawabu mbele yake. Hata kama ni ngumu, hata kama ni chungu, hata kama ni la kuhuzunisha, lakini baadaye lina faraja na furaha mtu wa Mungu. Kwa hiyo endelea kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu. Anasema anayenishukuru naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Wokovu wa Mungu ni nini? Wokovu wa Mungu ni kuishi maisha matakatifu, ni kuishi kwa furaha hapa duniani, ni kuishi kwa kumtegemea, ni kuishi pale unapokuwa na tatizo ukimuita tu Mungu, kwa sababu unamtegemea, anakujibu. Ukimuomba tu, sio kwamba hakuna mapito. Hakuna mtaweza kuishi hapa pasipo mapito, kwa sababu mapito ni njia ya kumshika Mungu, ni fundisho, ni darasa. Lazima uyapitie ili umjue Mungu. Kwa hiyo anapotokea yale magumu au mabaya, mtu wa Mungu, unapaswa kumshukuru Mungu. Ndio anasema ukinishukuru kwa yale yanayotendeka, nitakuonyesha wokovu wa Mungu, ambayo ni imani thabiti, ni upendo wa Mungu, ni faraja ya Mungu. Hata unaweza kuona watumishi wa Mungu hata siku zao za kufa wanazijua. Anaambiwa jiandae mwezi ujao au tarehe au mwisho wa mwaka nitaweza nikakutoa. Kwa sababu gani? Amekuwa mwaminifu kwa Mungu, amekuwa anamshukuru kwa kila jambo. Na yeye huyo si angesema kwamba kwa kuwa basi Mungu anataka kunichukua, wacha nichukue, la sitamshukuru sababu gani ananichukua. Lakini anashukuru kwa sababu anajua huko mbele nitakakokwenda Mungu ananipeleka kwa sababu ananipenda. Kuna makao mengine ya uzima, kuna makao mengine nitakayoenda kuyakuta huko. Hata Musa alipoambiwa kwamba Kanaani utaiona pale lakini hutafika, hakumlalamikia Mungu. Alimwambia Mungu nakushukuru. Na ilipofika ile siku kweli alipanda mlimani na hakurudi. Mungu akamzika mwenyewe. Mungu unaambiwa wanaomuona wenye bahati ya maono ya kumuona Musa, yuko na mwili kule mbinguni. Hayupo roho tu, yuko na mwili na anaonekana. Kwa hiyo mtu wa Mungu unapomshukuru kwa mabaya au kwa mema, ujue Mungu alipoyatenda hayo ana sababu za kuyatenda. Anauangalia moyo wako, utamwambia nini? Anafikiri hebu nikimuondolea labda na watu 5 akafa mmoja ghafla,
Kwa sababu kufa kupo na kila mwanadamu lazima afe. Anapokufa basi, je, unafanyaje? Unaweza kumwambia Mungu kwa nini? Kwa nini mimi ukaniulia mtoto wangu? Kwa nini mimi ukamchukua mtoto wangu? Kwa nini mimi ukamchukua mume wangu? Kwa nini mimi ukamchukua mke wangu? Hapana, Mungu ana sababu. Unapaswa kumwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu haya ni mapenzi yako na yametimizwa juu yangu. Wewe ndio unajua nitaishije, nitaishi vipi, nitakaaje hapa duniani. Naomba uzidi kuniongoza. Kwa neno la Mungu latuambia tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Mpaka hapo mtu wa Mungu, tuangalie neno lingine linalotuonyesha jinsi shukrani ilivyo na nguvu katika maisha yetu. Fungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16 mstari wa 4. Nayo maandiko matakatifu yanasema hivi: akawaagiza baadhi ya Walawi kwamba watumikie mbele ya sanduku la Bwana, wamfanyie ukumbusho na shukrani na sifa Bwana Mungu wa Israeli. Kumbe kumshukuru Mungu, kumsifu Mungu, kumshangilia Mungu, unapomsifu unampa sifa zake zote, kwamba ni Mungu wa kweli, ni Mungu mwenye majina mazuri, ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mpendwa, ni Mungu anayetujali, ni Mungu anayetupa uhai, ni Mungu anayetupa uzima. Hata unaagiza miti na mawe imsifu na kumsujudia na kumwabudu. Mungu anapendezwa na wewe. Anapendezwa nawe. Hili sanduku la agano, kulikuwa kuna zile hazina za Musa za zamani alizopewa. Lakini kwa sasa hivi ukimsifu Mungu, sanduku la agano lako kwa sasa hivi ni moyo wako. Mungu anajaza yale mema. Mungu anakujazia mema ili utembee nayo. Ili hata katikati ya watu mtu anasema huyu mtu ni wa aina gani, anakuwa kama barua. Huyu binti ameokoka eti. Huyu baba ameokoka eti. Hebu tazama matendo yako. Yale ni yale mema Mungu anayoyajaza ndani yako. Ndio maana hata hapa akawaagiza wana Israeli, akawaambia, akawaagiza baadhi ya Walawi. Walawi ndio wanaotumika madhabahuni kwa Bwana, ndio wanaoitwa Walawi. Na hata mimi na wewe ni Mlawi, kwa sababu tunatumika, tuko mahali hapa chini ya sisi watazamaji wa Gideon Online TV. Tuko hapa tunasikiliza neno la Mungu. Sisi ni Walawi pia, tunamsikiliza neno la Mungu, tunalitendea kazi. Sisi ni Walawi pia. Tunasema sasa, msifu, mtukuze, mheshimu, mbariki. Sio tu wakati anapokupa gari, sio wakati tu anapokupa nyumba, sio wakati anapokupa ndoa, sio wakati anapokupa watoto ndio anasema Mungu asante. Hapana, hata kabla hajakupa unamshukuru. Kila inapoitwa leo natakiwa mshukuru Mungu kwa sababu kupumua kwako sio nguvu zako, kutembea kwako sio nguvu zako, kuamka na kuishi sio nguvu zako, ni yeye peke yake anayekulinda. Kwa hiyo mambo ya kumshukuru ni mengi mno ya kumshukuru Mungu, mtu wa Mungu. Na unatakiwa kila unapoamka umshukuru, umtukuze, ili azidi kukuonyesha yale matendo yake makuu. Kwa haraka mtu wa Mungu, hebu tuangalie tena kitabu cha Mungu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 30. Inatuambia nini kuhusu shukrani? Kwa sababu hiyo, nasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu na watu kadha wa kadha. Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukane? Na kwa ajili ya kitu kishukuriwacho. Kumbe basi ukimshukuru Mungu, Mungu anakupigania. Wale wanaokudharau hawataweza kukudharau. Wanaokutukana hawawezi kukutukana. Wanaodhamiria mabaya hawawezi kukutendea hayo mabaya, kwa sababu zile shukrani zako zinamfanya malaika kule mbinguni wanachanganyikiwa baada ya kushukuru kabla hujatendewa. Basi wale waliojiandaa kwa ajili ya kukutendea mabaya, Mungu anawakinga. Kushukuru kunakuletea ahadi ambazo Mungu alikuwa amekuahidi siku nyingi na hukuzitendewa. Kushukuru kunasababisha hata magonjwa yaliyopangwa yapite kwako, labda magonjwa ya ukoo, magonjwa ya familia, hayapiti kwako kwa sababu ya shukrani. Mungu anashangaa, malaika kule mbinguni wanashangaa. Mtu huyu akiwa mgonjwa ananishukuru, mtu huyu akiwa mzima ananishukuru, mtu huyu akiwa analala na njaa ananishukuru, akipata chakula ananishukuru. Kwa nini simtendee mema? Ndio maana hapa sasa huyu Paulo aliyetunga kitabu cha Wakorintho akasema, ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukane kwa ajili ya kitu nikishukuriwacho? Kwa hiyo basi, kumbe kumshukuru Mungu kunasababisha udai haki yako.
Ukitukana ukiwa umemtolea Mungu shukrani, ukitukana, ukidharauliwa, ukejeliwa, ukipata tatizo lolote, una haki ya kwenda mbele za Bwana, ukamsifu, ukamshukuru, ukamtukuza, kumwambia Mungu, kwa nini nimepata hiki, nimepata nyumba au nimepata gari na nikakushukuru, nikakutolea sadaka ya shukrani, nikaileta madhabahuni kwako. Kwa nini nyumba yangu imeungua? Kwa nini nyumba yangu imebomoka? Kwa nini nyumba yangu inaibiwa kila siku? Mungu anasikiliza kupitia ile sadaka, kupitia ile shukrani. Na kumshukuru Mungu, mtu wa Mungu, si kwa maneno tu, pia kwa mali zetu. Tunataka tumshukuru Mungu kwa mali zetu. Tunataka tumshukuru Mungu kwa zile sehemu anazotupa, tutoe pia shukrani ya kumrudishia yeye. Hata baba kule nyumbani, hata mama kule nyumbani, hata watoto. Uwezi kwenda kwa baba kila siku kumwambia baba asante unaondoka, baba asante unaondoka. Lazima umjie na shati, lazima umjie na kiatu, lazima umjie hata na chochote kile cha kumfurahisha. Unapomfurahisha basi na baba naye anafungua moyo wake, anazidi kukubariki. Na ndio maana basi shukrani ni ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Sasa kutokana na hapo tunajifunza kwamba mimi na wewe yatupasa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Yatupasa kumshukuru Mungu kwa maneno ya vinywa vyetu. Yatupasa kumshukuru Mungu kwa kumshangilia. Yatupasa kumshukuru Mungu kwa sehemu ya mali anayotupa. Kwa mfano fungu la 10, anakuambia nilichokupa toa tu fungu la 10. Yaani 10% ya kile kitu nilichokupa. Usikibane mtu wa Mungu. Ukibana naye atafunga, naye atabana milango na madirisha ya mbinguni hata kufungulia. Kwa hiyo tunapomtolea Mungu, tunapomshukuru Mungu, naona hapa wale waliambiwa watoe sadaka ya kumshukuru Mungu ili sanduku la agano liingie Israeli. Kwa hiyo ili Mungu akupe mema, ili Mungu akukirimie, ili Mungu akupe zile ahadi alizokuahidi, unatakiwa kumshukuru Mungu kwa mali zako, kwa muda wako, kwa wakati wako, kwa mali zako, kwa maneno yako, hata kwa matendo yako, mtu wa Mungu. Basi mpaka hapo, ndugu mtazamaji wa Gideon Online TV, ninawashukuru kwa kunisikiliza na ninaomba tuinue mikono yetu juu tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu umetupa kibali cha kusikiliza neno lako. Ninakuomba neno hili Bwana likawe mbegu, likawe hazina, likatujenge, likatuinue, likatuanzishie mfumo mpya wa maisha yetu ya kukushukuru kila wakati ili tuweze kuona thawabu zako. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.